Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, mwendelezo tu wa yale ambayo yanatokea kule Mexico, ambapo hapa tena nina kauli ya wanasheria wa mrembo anayedaiwa kumchomesha El Mencho wafunguka nao. Unajua bana, chanzo cha mpaka kiongozi wa genge hilo la madawa ya kulevya la kule Mexico kukamatwa ilikuwa ni mrembo huyu ndiye aliyeuza ramani zote. Sasa wanasheria wa mrembo huyu wametoa neno, ambapo kampuni ya wanasheria ya Sonus inayomwakilisha mrembo wa Mexico Maria Julissa wametoa taarifa kwa umma kutokana na star huyo kushutumiwa kuwa ndiye mwanamke aliyekuwa na kiongozi wa genge hatari la CJNG Nemesio Oseguera Cervantes, ama kwa jina maarufu kama El Mencho, kabla ya kuuawa na wanajeshi. Maria anashutumiwa kuwa ndiye aliyemchomesha El Mencho kwa vyombo vya ulinzi, shutuma anazosema ni uzushi. Sasa taarifa hiyo inasema katika saa za hivi karibuni kumekuwa na tuhuma za uongo zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya kidijitali zikimhusisha mwanamitandao Maria Julissa na mtu anayejulikana kwa jina la utani kama El Mencho. Kutokana na uzito wa tuhuma hizi na uvumi ulioibuka, sisi kama wawakilishi wake wa kisheria tunaona ni lazima kutoa ufafanuzi. Tuhuma hizi ni za uongo kabisa, hazina msingi wa ukweli wala wa kisheria na ni za uzembe mkubwa. Kusambaza uvumi wa aina hii ni ukiukwaji mkubwa wa haki za msingi za mteja wetu, ikiwemo heshima yake, jina lake zuri, utu wake na usalama wake, na kunaweza hata kuhatarisha maisha na usalama wake wa kimwili. Tunatoa wito mkali kwa vyombo vya habari, watengenezaji wa maudhui, kurasa za burudani na umma kwa ujumla kutekeleza wajibu wao wa utoaji taarifa na maoni kwa busara, weledi na uwajibikaji wa kijamii, na kujiepusha na kurudia au kukuza taarifa zisizothibitishwa ambazo zinaweza kusababisha madhara yasiyorekebishika. Uhuru wa kujieleza haupaswi kutumiwa kama chombo cha upotoshaji wa kashfa. Tunafahamisha kuwa Maria Julissa kupitia timu yake ya kisheria atachukua hatua zote za kisheria na jinai zinazostahili ili kuwachunguza na kuwawajibisha waliotangaza tuhuma hizi na kuhakikisha adhabu stahiki zinachukuliwa. Mwisho, tunatoa shukran kwa msaada, heshima na mshikamano unaooneshwa kwa Maria Julissa katika kipindi hiki. Wakamalizia kwa kusema, kwa heshima, Sonus, timu ya kisheria ya Maria Julissa. Sasa hizo ni tuhuma ambazo zilikuwa zimesambaa sana mtandaoni kwamba Maria Julissa huyu ndiye mwanamke ambaye aliuza ramani kwa kiongozi huyo mpaka kufikia hatua ya kuuawa na jeshi la Mexico. Sasa je, ukweli upo wapi baada ya wanasheria wake hawa kujitokeza nao na kukanusha haya? Tutaendelea kukuletea ripoti mbalimbali kuhusiana na matukio ya huko. Endelea tu kufuatilia PMTV hapa. Asante.